Naitwa George Nyahende, ni mbunifu kutoka Arusha na pia ni mhitimu wa VETA. Hapa kwenye maonyesho nimekuja na bunifu ya mashine ya kuchakata matunda na kuyageuza kuwa katika mfumo wa unga. Wazo la kutengeneza mashine hii lilikuja baada ya kuona wakulima pale Arusha wengi wakipata hasara, hasa kwa matunda ya msimu kama nyanya, vitunguu na kadhalika, ambao vimekuwa kwenye soko wakati wa msimu vinakuwa ni vingi mno, matokeo yake vinaharibika na kuwatia hasara wakulima. Wanalazimika kuuza kwa bei ya haraka ya hasara ambayo hairudishi hata gharama walizotumia kuzalisha mazao hayo. Ndipo nilipokuja na wazo la kutengeneza mashine ambayo itageuza kwa mfano nyanya ziwe katika mfumo wa unga, na hii itasaidia kuongeza matumizi zaidi, kwa sababu zikishakuwa kwenye mfumo wa unga hazitatumika kwa matumizi ya kupika tu, kula na nini, bali pia zitatumika kwa matumizi ya urembo kwa saluni za kina dada, ambapo wanatumia unga wa nyanya kujipaka usoni kama mapambo, na pia zitarahisisha watu wanaopika. Na pia wakati wa msimu ambao nyanya zitakuwa hazipo, ni ghali sana, mtu atakuwa na hiari ya kuchagua kutumia nyanya za unga ambazo itakuwa ni bei nafuu. Na kwa upande wa mkulima itakuwa ni nafuu, kwa sababu hatauza tena haraka kwamba kuharakisha asipate nyanya zisiharibike apate hasara. Badala yake atauza taratibu tu kadri soko linavyoenda mpaka msimu unaofuata, anazalisha tena unga mwingi wa nyanya, anauza taratibu msimu mzima. Tofauti na sasa hivi ambapo msimu ukifika wanakuwa wako wengi, kwa hiyo matokeo yake ni kwamba inabidi wauze kwa hasara, anashindwa hata kurudisha gharama alizotumia kuzalisha. Mpaka sasa hivi mwamko ni mkubwa. Kwa mfano mimi nimetokea Arusha, kwa kule Arusha watu wengi sana tayari wameshachukua na wanafanya, haswa vikundi vidogo vidogo vya kina dada. Kuna wengine wamefadhiliwa na mashirika ya kimataifa yamewanunulia hizo mashine, wanaendelea. Na pia mwamko wa mwanzoni ulikuwa ni wa watu kutoka Zanzibar mara nyingi, kwa sababu mashine za mwanzoni nilikuwa nikipigiwa oda ya simu kwamba mashine inatakiwa ikishakamilika tu utasikia bana itume Dar es Salaam na ipeleka Zanzibar, itume Dar es Salaam na ipeleka baadaye. Lakini sasa hivi naona mwamko umekuja kwamba sipokei tena oda za kwenda Zanzibar tu, bali ni kutoka nchi nzima, sehemu mbalimbali. Na hata hapa baada ya watu wengi kuiona, wengi wameonyesha nia kwamba baada ya maonyesho wataagiza mashine hizi, kwa sababu itawasaidia watu pia kujiwekea ajira. Sasa pindi atakapochukua mashine hii, hata kama anakaa room moja ya kupanga, anaweza akasimamisha mashine kwenye kona, jioni anapita kwenye masoko, ananunua nyanya hizo, anazikausha usiku huo, zinakauka kabisa, anazisaga, kesho yake anaenda kwenye ajira yake ya kawaida, na wakati wake kaishazalisha, kaishakuwa na kiwanda chake ambacho kitamuongezea kipato. Mashine kwa sasa hivi ziko za aina mbili. Kuna ambayo imekamilika kama mnayoiona hapa, hii inauzwa shilingi 1,700,000. Sasa kuna mtu anataka apate kwa vipande, labda hata kwa mimi nataka hii ya kusaga tu, au nataka ya kukata tu, au nataka ya kukausha tu. Ya kukata peke yake itakuwa shilingi 500,000, ya kukausha itakuwa shilingi, ya kusaga itakuwa shilingi 500,000, na ya kukausha ni shilingi 700,000. Lakini sasa kuna mtu anaamua nipe ikiwa complete kama inavyoonekana hapo, itabidi alipe shilingi 1,700,000 za Kitanzania, na akishanunua itakuwa na warranty ya mwaka mmoja. Baada ya kufanya tafiti zangu ambazo hazikuwa rasmi, niligundua kwamba kulikuwa na uhaba mkubwa wa mashine za kulelea watoto waliozaliwa kabla ya muda wao. Hivyo wengi walikuwa wanapoteza maisha, na wamama haswa wa vijijini walilazimika kukumbatia watoto wao baada ya kuwazaa wakiwa njiti, ambapo ilikuwa ni adhabu kubwa kwao kwanza pia, na hali ya usalama ilikuwa sio rahisi sana. Ndipo baada ya kuchunguza nikagundua kwamba hizi mashine zilikuwa zikitoka nje zilikuwa zinauzwa ghali sana, na ndio maana zilikuwa hazipatikani sana. Ndipo nilipoijiwa na wazo la kubuni mashine ambayo itatumika hapa Tanzania, na nilipata bahati ya kuona zile za kutoka nje, na nikagundua zilikuwa na mapungufu fulani, ambapo kwetu huku ingekuwa ni shida kwa wahudumu. Kwa mfano kama mtoto alikuwa na shida ya kupumua, kuna begi fulani walikuwa wakizibonyeza kwa mkono. Sasa kwa kule kwao ilikuwa rahisi, kwa kwetu huko utakuta labda wodini nesi wa zamu yuko mmoja, watoto wenye changamoto labda wako 10. Matokeo yake watakayenusurika ni huyo mmoja tu, 9 watapoteza maisha. Kwa hiyo mashine yangu nikaamua iwe tofauti na zile, kwamba hiyo kazi ya kubonyeza begi ifanywe na mashine yenyewe automatic. Kwa hiyo mhudumu mmoja anaweza kuhudumia watoto hata 100. Alafu pia zile za kutoka nje niligundua kwamba haziwekwi mizani. Matokeo yake inabidi wahudumu kila mara wambebe mtoto, wamkimbize kwenda kumpima uzito na kumrudisha kwenye mashine, ambapo pia ni adhabu na ni hatari.
nikaamua mashine iwe na mizani pale pale, kwamba akiwa amelala wanaweza wakaona uzito wake. Na pia kuna tatizo la ngozi ambalo limekuwa likikumba watoto wa aina hiyo, kuwa ngozi zinakuwa njano au matatizo mengine. Sasa inabidi kwa mashine zinazotoka nje, inabidi mtoto achukuliwe apelekwe chumba ambacho anafanyiwa matibabu ambayo inaitwa phototherapy. Sasa sisi kuepusha hilo, tuliamua mashine yetu, vitu vyote hivyo, mionzi hiyo iwe kwenye mashine hapo hapo ili iweze kumhudumia mtoto. Na pia tulijitahidi kwamba mashine hii itengenezwe kwa gharama ndogo ili iuzwe kwa gharama ndogo. Kwa hiyo badala ya serikali kuwekeza kuziweka hizi mashine kwenye hospitali ya rufaa peke yake, sasa hivi tunatarajia ziende mpaka kwenye zahanati za vijijini. Sasa hivi mashine hii iko kwenye mchakato wa usajili TMDA kwa mamlaka ya vifaa tiba. Sasa mchakato bado haujafika mwisho, kwa hiyo haijaanza kutumika hospitalini. Hapa nimekuja na ubunifu wa mashine ya kutotoa vifaranga ambao ni tofauti na zilizopo sokoni sasa hivi, kwa kuzingatia hali ya Tanzania ambapo maeneo ya vijijini imekuwa shida ya umeme, labda sio wa kuaminika, au vijiji vingine havijapata umeme kabisa. Mashine hii ina uwezo wa kufanya kazi katika mazingira yoyote. Kwanza inatumia umeme wa kawaida, pili ina uwezo wa kutumia umeme wa jua yani sola, na pia inaweza ikatumia gesi, hii mitungi midogo ya kupikia. Kwa sasa mtumiaji hatapata tatizo la nishati na ina uwezo wa kutotoa vizuri kufikia 90%. Hii tuliyokuja nao hapa ina uwezo wa kuchukua mayai 300, lakini zipo za size tofauti kuanzia mayai 30 mpaka mayai 1086, na zimeundwa kukidhi mahitaji ya Tanzania bila kujali ni wapi, mpaka vijijini. Hata kama hamna nishati yoyote ile, mashine itafanya kazi. Kwa hiyo ndio kama mnavyoiona hapa, na mtu anapoichukua inakuwa na warranty ya mwaka mmoja na anakuwa na uhakika wa kufanya kazi kwa uhakika, tofauti na zile za kutoka nje ambazo ikishaharibika ni basi, kwa sababu zinaletwa na wafanyabiashara ambao hawana taaluma hiyo, yeye anakuja kibiashara. Kwa hiyo mashine inapoharibikia, ukimfuata anakupa contacts za watu wa huko Ulaya walioiunda kwamba wasiliana nao huko. Sasa inabidi mtu aitupe store, lakini ya kwetu ukishainunua daima itabaki kufanya kazi. Sababu kwanza utapewa warranty ya mwaka mmoja, na baada ya warranty hiyo mwaka mmoja itakuwa inafanywa matengenezo bure kama itakuwa na shida yote. Hii baada ya warranty bado tutaitengeneza sisi, utakuwa unalipia tu gharama ya vifaa vitakavyorekebishwa.